Yani ni hiki cha kina mama wa Masjidul Mustafa al-Bahrain. Pia wasikilizaji na watazamaji tuwafahamisha hilo nao walifahamu, ila tuwayazungumza haya kwa akiba ya mbeleni. Na ndio maana siku mtu akiozeshwa, si ndio ni ndoa ndo anaozeshwa, siku ile ile ya kuozeshwa aambiwa kabisa habari za talaka. Twakuozesha muone kwa wema, uzawijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin au tasrihim biihsan. Leo muone kwa wema, na kama kuna budi imefika pala mwataka muachane, achaneni kwa wema. Sasa ilitakiwa tuulize, leo hii ndo mniozesha, leo hii mwaniambia kuhusu habari za kuachana. Hamuoni kama mnanitengeneza sura mbaya? Hapana, lazima tukuambie, kwa sababu katika maisha kuachana kupo, ndio ikawekwa katika kanuni. Kwa hiyo katika kanuni pia ya vikundi lazima tueleze, pengine ikatokea misukosuko, tafaruku, pengine ikatokea, na hivi sasa haijawahi kutokea. Kwa hiyo twaweka akiba juu ya itakapokuwa imetokea. Nini cha kufanya? Ni kutulizana, kumwomba Mungu, kuangalia tatizo limetokeaje, twafanyaje. Lakini tukienda na jazba bila kutazamana mapungufu yetu kati yetu, basi tutaleta mtafaruku mkubwa wa kwenye vikundi vyetu.